Umewekewa Oria hapa, umewekewa Mkamba, utachukua gaidi uende naye kwa nyumba. Oria, nichungeni hapa ni Kenya bwana. Mkenya mgani ameoa Msomali? Hiyo swali nijibiwe ni agent. Wenzangu, poleni kwa haya maneno. Mimi nimesema tarehe 23 nilikuwa nimekasirika. Emotional Sunday nilifanya hivyo. Yes, Wasomali. Unaona sasa madhara ya kiungo inaitwa ulimi sasa. Mimi naitwa Abdi Hassan. Mimi ni ndugu ya Ahmad. Ahmad japotea, Ahmad wamepoteza. Ahmad wale wamepoteza ndio hao ni wenzao. Wanajua Ahmad alikuwa anasafiri kutoka Busia kuelekea Nairobi. Hii ni raia kutoka Garissa. Tulikuwa tumesafiri kutoka Nairobi, kutoka Nairobi tulikuwa tunaelekea na Garissa. Bahati yetu tukiwa tunapita Nguni, kuna basi yetu moja ilikuwa imetangulia, ilikuwa imefika Ukasi, imevamiwa, ikavurugwa. Hapa kuna mabasi 5 ziko hapa, liko. Nichungeni hapa ni Kenya bwana. Waende wachunge ngamia huko. Waache Wakamba, waacheni Wakamba vile matako zimeachana. Kimeumana. Imefika mahali Oria pia amesema wanataka Oria nyinyi. Ndugu yangu hapa kusoma. Sasa tuongee about history kidogo. Oria iko kwa kitabu gani? Oria iko kwa kitabu gani? Oria iko kwa kitabu gani? Tukifight for independence, umeza soma Oria. Wako na leader gani? Huyo Oria wako na leader gani? Hawako fight for independence hapa Kenya. Hawako fight, hawa Kusait walikuja hapo wa Somalia hapo. Hao wanatoka kwa Otan Drive pale nini? Otan Drive hapo Northeastern. Hao ni those are Pasulisu. Waende wachunge ngamia huko. Waache Wakamba, waacheni Wakamba vile matako zimeachana. Beta tutaamua Wakamba wamesimama na sisi. Na sisi kuna Wajaluo wameoa Wakamba. Hakuna Jaluo ameoa Oria. Umesaona wapi? Umesaona wapi? Now we are ready to defend Wakamba. Wakamba tumetembea naye for 15 years. Ukigusa Wakamba, unagusa Wajaluo. Na tutadecide maandamano tutaendea naye hapa Northeastern. Oria wataingia Somali. Na sisi Wajaka tukidecide, umejua Wakamba tunapenda. Kalonzo amesimama na sisi. Na wasichana hao pia ni wazuu. Sasa ukichukua Mkamba, umewekewa Oria hapa, umewekewa Mkamba, utachukua gaidi uende naye kwa nyumba. Oria, nichungeni hapa ni Kenya bwana. Mkenya mgani ameoa Msomali? Hiyo swali nijibiwe ni agent. Mkenya mgani ameoa Msomali? Bana, ramani inaitwa aje na Kisomali as in map. Tuelezea watu kwao. Ni kama yao walitumia kujipanguza kwa matako wakasahau mahali wanafaa waende. Aro. Map inaitwa aje na Kisomali, nielezea mafala kwao. Bana, watatulia wenzetu bana, na nyinyi mmenyamaza tu huku. Hapana. Na ni vile wanapata ID sasa wamekuwa hivi kichwa ngumu sasa. Ni kama wanataka kucontrol mwenye walimpata hapo kwa ground. Mtu hata hajui kuongea Kiswahili bwana. Aro. Ramani inaitwa aje na Kisomali, nielezee hizi mang'ombe kwao. Ama tuite Hassan Sheikh Mohamud, president wa Somalia, akuje Kenya abebe watu wake arudishe Somalia. Wakenya wenzangu, nataka ni apologize. Nimeona video ingine msichana anaita Wakenya wenzetu nyele ngumu. Hey, that's not good madam. That's not good. Na hiyo si tabia ya Garissa. Kuna watu wa ushago wa Garissa huko ndani huko Madogashe, huko ndani huko. Sasa wanataka kuharibu jina ya Garissa. Garissa is a city, is a national city. Hapana haribia Garissa jina. Wakenya wote wako na haki ya kuishi kila mahali. Mimi naamini hivyo bwana. Mimi sasa naishi Kirinyaga. Iko mtu ananisumbua mimi? Hakuna. Nafanya biashara na mandugu zangu wa Kikuyu, lakini mimi naona mmeanza upuzi. Na hii watu wanaanza hiyo upuzi ni watu wametoka ushago. The family of the deceased walisema hawataki rabsha, serikali inafanya kazi yake na watapata haki yao. And they are waiting until Monday. And the process has just begun. Kuja kwa media na kuita wengine nyele ngumu wakati nyele yako wewe mwenyewe inakaa kama steel wire. No, that's not good. That's not fair. Hiyo si tabia ya watu wa Garissa.
watu wa Garissa ni watu wanapenda uzalendo. Sipendi tabia ya chuki na fitina mimi. Na mimi sifichangi, nitakwambia ukweli bana. Wacha kutafuta views na maiti. Thank you. Hii kitu yenye inaendelea kati ya Somalia community and Kamba community. Nimegundua kwamba wanasiasa wa Kamba ni wajinga tu kama wale wetu wa Luhya. Bali watafute hao watu wa Somalia viongozi wao, waongee na wasuluhishe. Hao wameamua kuwa catalyst. Kawake ikuwe mbaya. Mwanasiasa Mkamba ameshika mishale hivi, mwanamke anaanza kuongea, anasema that yes juu nini anaasha moto. Nimeona mwingine pia ameenda huko, ameenda kufukuza wale watu wenye wako huko. Pale atafute viongozi wa Somalia wakae waongee, waseme makosa ilitokea, mwenzetu ndiye alifanya hivi, msichana akaongea hivi, ikakuwa hivi. Tulikuwa tumesafiri kutoka Nairobi, kutoka Nairobi tulikuwa tunaelekea na Garissa. Bahati yetu tukiwa tunapita Nguni, kuna basi yetu moja ilikuwa imetangulia, ilikuwa imefika Ukasi, imevamiwa, ikavurugwa. Hapa kuna mabasi 5 ziko hapa, iko G-Coach, Alma, Pacific, Ryan, zote ziko hapa. Magari za ndogo private ya kubeba ziko hapa. Lori zote ziko hapa. Tuko hapa kwa sababu ya usalama yetu. Ile station ambayo tuko ni Nguni Police Station. Askari wanajaribu kuzuia kuhakikisha usalama yetu iko sawa. Tuwaomba serikali ambayo ni serikali yetu, tunawaomba wakuje wakatuhudumie, tutolewe hapa tuelekee mpaka manyumba zetu, kwa sababu tuko na watoto, tuko na wamama, tuko na wazee. Any police station Garissa mfunge na muende ambayo wanahangaikia hapa. So tulikuwa tunaomba baada ya kusali sala ya Maghrib tulivamiwa huku, lakini bahati yetu nzuri askari ndio walizuia. So tunaomba tukuje tusaidiwe, tutolewe hapa sababu watoto wanaumia, wamama wanaumia, wazee wanaumia. Tunaomba watu wakuje tusaidie, tutolewe hapa tuende kwa nyumba yetu kwa usalama. Yes, Wasomali. Unaona sasa madhara ya kiungo inaitwa ulimi sasa. Wanaani wenzenu sasa. Jana maduka zao zilipora huko Mwingi na wakakibilia usalama wao kwenda kukesha kwa police station huko Mwingi police station. Maduka yao iliporwa, wakafahamiwa, juu watu wenyeji wako na ghadhabu, juu zile cheche za maneno msichana wenu aliongea juzi ya kuincite kabila, vita za kikabila na dini. Ulimi kidogo tu ina cause this kind of a dangerous kind of a situation you can see in Mwingi and Garissa happening. Mtu mmoja tu. Na wakati mimi nilikashifu msichana wenu hapa, mkaona mimi kama mwendo wazimu. Nikiwaambia you people choose peace first before anything else. Hii vita mnaanzisha na Wakamba hamtawezana. Wakamba ni watu ukaangafani sana. Wao ukarelease, ukawatua wamenyamaza, unaweza ni waoga, ni kama ni wajinga, but those people are resilient. Wakamba wapendi vita na upuzipuzi mingi. Lakini ukifika now to the climax, ukiwafika hapa kwa koo hivi, my friend, nayo wakianza vita, ndugu yangu, hutaimaliza. Hamtaimaliza. Na ujue ukiona sasa imefika mahali Mkamba anawainukia, ujue hii ni chuki mmecreate sasa ya milele. This is a permanent scar mmecreate. This is a permanent scar mmecreate. Kwa sababu mmeishi, wenzenu wameishi kulisha ngamia kwa mashamba yao. Kama yeye mwenyewe unapata mtu mwenye boma ako na ng'ombe zake, mifugo ako na hata hataki iende kwa shamba yake, juu amepanda mimea, chakula iko hapo, amepanda mahindi, amepanda dengu, amepanda dhoroko, kwa sababu anachunga mifugo yake isiende kukula shambani, juu hiyo shamba linatoa chakula ya kulisha watu, watu wake. Na wewe unakuja unaleta ngamia kwa shamba yake, unalisha kwa shamba yake, inafika chakula yote kwa shamba. Then akikwambia toa ngamia kwa shamba yake, unampiga risasi. Bali hata mimi nashinda. Nani wapianga hiyo madija kuoni risasi kwanza bunduki? Juu bunduki hapa Kenya tunajuanga inafaa kuoniwa na polisi peke yake. Afisa wa polisi mwenye ameidhinishwa na serikali, ambaye ametrainiwa na serikali. Afisa wa polisi ambaye anafaa kulinda Wakenya wote, ndio anafaa kuoni bunduki. Hiyo bunduki yenye unapewa ya kulinda gamia nayo muenda mkitrain na other communities nayo. Nani aliwapa hizo mambo ya kuoni bunduki by the way? In fact, government, you should do that kind of the weaponization ya hawa Somali wenye wanalisha hizo mangamia. Yes. Kama mtaweza kutii jamii zile zingine ziko hapa Kenya, mtatoka kwenye mmetoka kwenu mkuje kutusumbulia hapa. Tunajua wale wa Somalia ambao ni wazaliwa wa Kenya, wenye wananga maneno na watu. Tunawajua na wanaheshimu dini yao ya Kiislamu vizuri sana. Lakini nyinyi wakukuja mmeanza kuleta furugu hapa Kenya, ni kama wataka Kenya ikae kama Somalia. Let me tell you, hii vita mmeanza mtamaliza. Na mheshimu jamii ya Wakamba na jamii zile zingine zote ziko Kenya, ndio muweze kuishi na amani. Hii vita mmeanza mtashangaa. Lakini tawaramba. Mimi naitwa Abdi Hassan.
Mimi naitwa Abdi Hassan. Mimi ni ndugu ya Ahmad. Ahmad hajapotea, Ahmad wamepoteza. Ahmad wale wamepoteza ndio hao ni wenzao. Wanajua Ahmad alikuwa anasafiri kutoka Busia kuelekea Nairobi. Ahmad alikuwa kwa basi inaitwa Pascal. Sasa wakati Ahmad anasafiri saa 3 usiku, after 30 minutes Ahmad wameshukisha kutoka kwa basi pale Korinda opposite Brison, na wale wameshukisha ni DCI, wanaume wawili wanawake wawili. Sio siri, ni kitu ambayo inajulikana, ni kitu ambayo utesa anajua, ni kitu ambayo wote wakubwa wanajua. Sisi tumeenda kila ofisi, tumetembea kila ofisi, tukaanzia Busia tukaenda mpaka Kakamega. Mkubwa wa Kakamega Isa alikataa kutana na sisi. Isa alisema hawezi kutana na mtu yote kutoka Busia. Jana asubuhi saa 3 alikutana na sisi jana jioni saa 11. Wakati aliona tumekatalia kwa ofisi tuwezi toka. Isa vile alituongelesha sio kitu ya kuongelesha wananchi, sio kitu ya kuongea tuna wakubwa. Sasa kutoka Kakamega mpaka Busia wote wanatuchanganya, wanatupotezea wakati, na wanajua mahali kijana yetu na pesa yote hao customer wameenda. Wakati tumekuja hapo Busia tumeona siku ya kwanza ofisi ya DCI wote ilifungwa, mpaka leo hii hakuna mtu yote tulikutana deputy OCS anaitwa Ajele, tulikutana OCS, tulikutana na wote wako hapo Busia. Hakuna mtu ametuelezea ukweli, ni kupoteza time na kumfungusha sisi, na wote wanajua tunaomba haki, tunaomba Rais Ruto aingilie hiyo maneno. Naomba tu Minister of Defense, Minister Internal Affairs, wote tunaomba haki ya Ahmad hajapotea, Ahmad wamepoteza. Ahmad hao ni wamepoteza. Huyu anajua mahali Ahmad aseme ukweli.